Kwa maana sionei haya Injili. Sionei haya Injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Tuliangalia kwamba Injili ni nini, na ikiwa ni Injili itakuwa ni uweza wa Mungu, kwa sababu ni habari za Yesu kutokea kuzaliwa kwake, kuteswa kwake, kufa kwake, kufufuka kwake, kupaa juu kwake, kuketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, na kurudi duniani kuja kulitwaa kanisa. Ni mambo 7 ambayo yote yanahusisha kuachiliwa kwa nguvu ya Mungu duniani. Hiyo nguvu imekuja kupitia kila nilichokitaja. Kwa habari hizo zinaposadikiwa, uweza wa Mungu unatenda kazi pamoja na huyo aliyesadiki. Kitabu cha Isaya sura ya 53 mstari wa 1 anasema, ni nani aliyesadiki habari tulioileta? Ni nani aliyesadiki habari tulioileta? Kwa hiyo akasema, na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Ikiwa ina maana, kwa kuwa ile ni lugha ya kishairi, yeyote ambaye amesadiki habari tulizoizileta. Na kuanzia mstari wa 2 mpaka wa 12 anazungumza habari ya mateso ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kila anayesadiki habari za Yesu Kristo, kama maandiko yanenavyo, mkono wa Mungu unafunuliwa kwake. Mkono wa Mungu ni nguvu ya Mungu. Mkono wa Mungu ni roho wa Mungu. Kwa hiyo nikasema, kila mmoja anayesema anaenda kuhubiri Injili, usiende kutoa orodha ya sheria, waliookoka wanatakiwa kuwa hivi. Hayo ni mafundisho tu, lakini Injili ni habari za Yesu Kristo. Kwa hiyo nikasema, inawezekana kabisa kuna watu walitubu tu, lakini hawakuokoka. Kwa sababu ili uokoke lazima usikie habari za Yesu. Habari za Yesu. Na zile habari za Yesu ndo zinazoachilia nguvu, kisha iamini, ya kukupa wokovu. Hivyo ndivyo tulivyojifunza. Na tukaangalia nguvu itokanayo na Yesu kufanyika, Mungu kufanyika mwanadamu, akazaliwa, akaitwa Yesu Kristo. Iko nguvu katika ulimwengu wa roho iliyoachiliwa. Kwa hiyo ukitafakari habari za Mungu akawa mwanadamu, Mungu akaacha utukufu wake, akawa mwanadamu ili akuokoe, tayari kuna kitu unapokea kutoka kwake. Lakini akaishi maisha ya utakatifu bila kumtenda Mungu dhambi. Hata hivyo akasingiziwa, akafa msalabani, akauawa, akafa. Hiyo kuteswa kwa Kristo, tunaona kabisa katika maandiko vile kusulubiwa kwake kuna nguvu ambayo inatupa sisi wokovu. Biblia inasema mwenyewe aliutwaa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Mwenyewe alitwaa laana tulizokuwa nazo, kwa sababu imeandikwa angikwae juu ya mti. Kwa hiyo hiyo ni nguvu ya kusulubiwa kwake. Kusulubiwa kwake
kumetupa uponyaji, kusulubiwa kwake kumetufanya tuondokane na laana. Tuliangalia mambo mengi, nilikuwa nakukumbusha tu kwa sababu darasa la mchungaji linakuwa na watu wapya kila siku. Inawezekana ukawa hukua pamoja na sisi katika somo lililopita. Nimezungumza kwa upana sana kusulubiwa kwa Yesu somo lililopita. Leo nataka twende tuangalie kwamba Yesu baada ya kupigwa sana na baadaye kuwekwa msalabani, Yesu alikufa. Na kule kufa kwake kuna nguvu inayokuja kwetu tunaposadiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu naomba mawazo yako yawe hapa. Sikiliza. Jumanne nilisema hivi, hebu fikiria umekwenda kwenye ibada ya maombi, ukafanya yale maombi ili kutimiliza ratiba. Hakuna kitakachotokea kwenye maisha yako. Umeenda kwenye ibada ni ya kusifu na kuabudu, ukafanya ili kutimiliza ratiba. Hakuna utakachoona, kwa sababu mambo ya kimungu yanahitaji yawe ni ya moyo wako. Umeshawishika moyoni, unakifanya ukiwa na maana. Natoa sadaka hii ili, nasifu hivi ili, ninaomba hivi ili. Sasa hata mambo ya wokovu, mambo ya Yesu Kristo, tunaweza tukayaimba kanisani, tunaweza tukazungumza habari zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza tukafanya mambo mengi, lakini kama hatutajua ni kwa ajili yetu, haitakuwa na faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi kwa nini nazungumza mambo haya? Nazungumza mambo haya utoke kwenye namna ya Wakristo wanaojua tu habari za kufa kwa Yesu, lakini hawajui ni kwa ajili yao, na wakatembea katika fikra wakijua kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki, na wanakifanya kifanye kazi kwenye maisha yao kwa sababu wanakiwazia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji Sarabu, mwambie huyo fundi aache hiyo ya kelele sana hiyo. Wafanye kazi nyingine. Hiyo ya kelele sana waache. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna Wakristo wengi wanaweza hata wakaimba nyimbo, lakini je, wanaamini? Hawaamini, ndio maana hawajaokoka. Wanaweza wakaimba hata wimbo, hulituma neno lake akatuponya, lakini kutoka kinywani tu, sio moyoni. Anaendelea na magonjwa yake ingawaje ameimba wimbo, hulituma neno lake nikapona. Anaweza akasema naamini Yesu alifufuka, lakini anasema tu kichwani kwa sababu ameyakariri, ameyakuta kanisani yanazungumzwa. Sasa leo nataka tuzungumze, tutafakari kwa pamoja habari ya kufa kwa Yesu na maana yake katika maisha ya muumini. Na ni vizuri ujizoeshe, ukiamini chochote kiwe
ni kitu kilichotokana na maandiko, sio walichosema watu, hata kama ni wahubiri wakubwa unaowaamini, kwa sababu wao sio ndio waokozi wako, na wao sio ndio wanaoitoa mbingu. Lazima uamini neno la Mungu. Aniaminie mimi kama maandiko yanenavyo. Aniaminie mimi kama maandiko yanenavyo. Hebu kila mmoja aseme. Sema tena. Unaweza kumkuta mtu kwa sababu tu anatokea kanisa lenye mafundisho na mahubiri ya wokovu mfululizo, anajigamba kwa sababu tu, lakini anachojigambia kinaweza kawa si cha kibiblia. Mtu mwingine anaweza kukuta anajigamba kwa sababu ya ukoo wao, na anachokijigambia sio cha kibiblia. Sasa Biblia inazungumza habari ya aniaminie mimi kama maandiko yanenavyo. Hicho ni kitu cha msingi sana. Sasa tutaanzia tulipoanzia ili kuendelea vizuri. Warumi sura ya 15. Warumi sura ya 15 mstari wa 3. Biblia inasema, kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale ndio yapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Hebu kila mmoja aseme, Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu. Yule ambaye niliambiwa atakuwepo na Kiswahili anakuwa afahamu, ili nimpe mtafsiri, nyosha mkono. If you are here and you can't understand Swahili. Hakuja. Biblia inasema, na ya kuwa kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale ndiyo yapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko. Hicho kinarudiwa sana sehemu nyingi, kama yanenavyo maandiko. Sio kama asemavyo askofu fulani, sio kama asemavyo mhubiri fulani, sio kama asemavyo nabii fulani, sio kama asemavyo mchungaji fulani, sio kama asemavyo mtume fulani. Ni kama yanenavyo maandiko. Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Wakorinto wa kwanza sura ya 15. Wakorinto wa kwanza sura, nilisema Warumi. Warumi nilishaisoma nikamaliza. Warumi sura ya kwanza mstari wa 16 nilishaisoma nikamaliza. Warumi sura ya kwanza mstari wa 16 nilishaisoma nikamaliza na nikawa nimezungumza. Sasa nazungumza juu ya Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 4. Mstari wa 3 kwanza. Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko. Kwa hiyo hilo la kama yanenavyo maandiko ni muhimu mno. Sasa turudi kwenye Warumi. Kitabu cha Warumi sura ya 4. Warumi sura ya 4. Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Mstari wa 24. Neno la Mungu linasema, sura ya 4 mstari wa 24 Warumi, anasema, bali na kwa ajili yetu sisi tutakaohesabiwa vivyo hivyo, sisi tunaomwamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu katika wafu,
ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu. Alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Sasa ni muhimu kuelewa swala la kufa kwa Yesu Kristo ni swala la msingi sana kulitafakari, ili uje upate nguvu ya ufufuo ikafanya kazi kwenye maisha yako. Ni lazima uelewe, utambue, uweke moyoni, uamini, ujue ni kwa ajili yako, ndipo kufufuka kwake kutakuwa na maana. Na ndipo pia nguvu aliyoachilia kwenye ulimwengu wa roho wakati anakufa itakuwa na maana kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili andiko hapa linamaanisha hivi: Yesu alipokufa, alikufa kwa sababu ya makosa yetu. Sasa anapofufuka, inaonyesha swala la makosa yetu halipo tena. Kwa hiyo ufufuo wa Yesu ni uthibitisho kwamba dhambi zetu zimefutwa kwa kufa kwake Yesu. Kwa sababu kama mtu labda gari lako limechukuliwa kwa sababu ya deni, gari halitarudishwa mpaka deni lilipwe kwa ukamilifu. Kama uliweka poni nyumba yako ikachukuliwa, lakini ukataka kuirudisha, inabidi ulipe gharama yote unayodaiwa, ndipo nyumba itarudi. Nyumba ikirudi ni uthibitisho deni haliko tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama deni litaendelea kuwepo, nyumba haitakuwepo. Na Yesu naye ndiye aliyekuwa amekaa mahali pa dhambi zetu, amekufa kwa sababu ya dhambi zetu. Angeendelea kushikiliwa na kifo kama dhambi ingelikuwa bado ipo, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Angeendelea kushikiliwa na kifo na mauti kwa sababu bado dhambi haijashughulikiwa. Lakini kwa sababu kifo cha Yesu kilikamilisha mambo yote yaliyokuwa yanadaiwa kwa mwanadamu na dhambi yake, kwa hiyo kifo cha Yesu kilitosha. Na kwa kuwa kilitosha, na yeye hawezi kufa moja kwa moja, ambacho kingeendelea kumshikilia kule ni dhambi. Lakini ikaonekana dhambi ameshamaliza, dhambi ameshazifuta, mauti yake imelipia, basi akatoka huko kwa wafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muhimu sana kujua hicho. Katika kitabu cha Warumi sura ya 5, neno la Mungu linasema, tutaanzia mstari wa 6. Warumi hiyo sura ya 5. Kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Mstari wa 8, bali Mungu aonyesha pendo lake mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sana tukisha hesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui, tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona mauti ya Yesu ilichofanya kwenye maisha yetu.
Sasa kwa kuwa nimeanza na tafsiri, turudi katika tukio lenyewe kwanza. Halafu tukirudi kwenye tafsiri utaelewa. Kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 10. Injili ya Yohana sura ya 10. Injili ya Yohana sura ya 10. Angalia katika mstari wa 11 na kuendelea mpaka mstari wa 18 ili tuelewe, tusome maneno mengi haya. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Yaani kondoo wawe salama, yeye bora alaluliwe na simba, lakini kondoo wawe salama. Ni bora alaluliwe apate matatizo na mbwa mwitu na mbweha na nani, lakini lazima walinde kondoo. Hivyo ndivyo Yesu Kristo alivyokuwa anasema. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, humwona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia. Na mbwa mwitu huwakamata na kuwararua, kuwatawanya. Yule hukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu na wajua, nao walio wangu wanijua mimi. Kama vile Baba anijuavyo nami nimjuavyo Baba, nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Yesu Kristo anasema, na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia. Kisha kutakuwa kundi moja na mchungaji mmoja. Hawa wanaowazungumzia ndio sisi ambao hatukuwa Wayahudi, ndio sisi ambao hatukuwa Waisraeli. Neno la Mungu linaendelea kusema, ndiposa Baba anipenda, kwa sababu na utoa uhai wangu ili ni utwae tena. Hakuna mtu aniondoleaye. Ni muhimu sana kukielewa hiki. Hakuna anayeniondolea. Yani hapakuwa na mtu aliyemzidi Yesu Kristo akamuua. Watu wanaonekana wanafanya mambo mpaka Yesu anakufa, na wenyewe wanajifurahisha ya kwamba wamefanyaje, wamemuua. Lakini yeye ameutoa uhai wake, kwa sababu kumuua wasingeliweza. Maana alisema, mnamtafuta nani? Ni mimi hapa. Wakaanguka. Kama angeendelea kukaa kwenye mamlaka hiyo, wasingelimgusa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaelewa ninachosema? Neno linaendelea kusema, hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe, nami ninao uweza wa kuutoa, ninao na uweza wa kuutwaa tena. Agizo hilo nalilipokea kwa Baba yangu. Sasa ukiwa hayo hujayasahau, twende tuangalie kwa pamoja sura ya 19. Sura ya 19. Biblia inasemaje? Tuanzie mstari wa 31. Basi Wayahudi, kwa sababu ni maandalio, miili isikae juu ya misalaba siku ya Sabato, maana Sabato ile ilikuwa siku kubwa, walimwomba Pilato miguu yao ivunjwe waondolewe. Basi askari wakaenda wakamvunja miguu wa kwanza na wa pili aliyesulubiwa pamoja naye. Si mnajua alisulubiwa pamoja na wale wezi wawili, kushoto kwake na kulia kwake.
Lakini walipoenda kwa Yesu wakakuta Yesu amesha kufa. Mstari wa 33, lakini walipomjia Yesu na kuona ya kuwa amekwisha kufa. Kama ni Biblia yako wekea alama hicho, amekwisha kufa. Katika serikali za zamani hata za sasa, wataalamu wakubwa wanaotegemewa walikuwa ndani ya jeshi. Sasa swala la kujua tu aliyekufa na ambaye hajafa ni jambo dogo sana kwao. Kwa walikuwa wanajua, kama ambavyo daktari angethibitisha huyu kafa, nao walikuwa wanajua kwamba huyu Yesu amesha kufa. Walikuwa wanajua utaratibu wa kusulubiwa, pamoja na kwamba unaumiza na unatesa, mtu hafi haraka, na saa ya jioni inakaribia ambapo sabato itaanza. Na kwa mujibu wa Torati na desturi walioizoea, mwili ukibaki kwenye mti haitakuwa jambo jema kwa siku hiyo kubwa ya sabato. Kwa hiyo walitaka wavunjwe miguu ili kuharakisha vifo vyao. Wakisha kufa waweze kuchukuliwa wakazikwe kabla sabato haijaingia, yani jua halijazama. Lakini walipomkuta Yesu walikuta ameshakufa zamani gani? Hiyo inathibitisha maneno anayoyasema kwenye Yohana 10, mimi nautoa uhai wangu. Mimi nautoa uhai wangu, hakuna anayeniondolea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo baada ya kuwa ameshiriki mateso yaliyopaswa ashiriki kwa ajili ya mwanadamu, aliutoa uhai wake at will, kwa kutaka kwake. Akautoa uhai wake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na baada ya siku 3 akiwa kaburini, akautoa uhai wake tena. Nao uwezo wa kuutoa uhai wangu na kuutoa tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukaelewa hapo, alikuwa anataka atimilize kinachotakiwa kutokea. Akifa sisi hatutakufa kwa sababu ya dhambi. Mshahara wa dhambi ni mauti. Akifa sisi hatutakufa kwa sababu mshahara wa dhambi tulioifanya ni mauti. Sasa kwa kuwa anakufa, sisi tunakuwa hai. Hiki ni muhimu sana kujua. Alikufa kwa ajili yangu. Alikufa kwa ajili yangu. Alikufa kwa ajili yangu. Na askari mmoja, mapokeo yanatuambia alikuwa anaitwa Longinus, Mrumi mmoja anaitwa Longinus. Baada ya kuona Yesu amesha kufa na wale wawili wamevunjwa miguu, kukamilisha zaidi kwamba Yesu atakuwa amekufa, akachukua mkuki. Kama nilivyowaambia Jumanne na nilivyowaambia hata siku ile nyingine tunavyoendelea na somo letu, watu hujikuta wako under a certain influence. Wako katika kitu fulani kinawaongoza. Wanafanya mambo bila kujua wanayafanya mambo hayo kwa ajili gani. Kwa hiyo nilisema hivi, Pilato alisema Yesu apigwe sana, kikatili, ili kwa njia hiyo mimi niwe nimemwokoa asiuawe. Mimi sioni kosa lake la kusulubiwa. Kwa hiyo akaagiza maskari wa mchape.
anafungiwa kwenye mti, anapigwa viboko 39, akachubuka, akachubuliwa, damu ikatoka. Kumbuka wakati anafanywa mambo hayo, na pia juu ya kichwa kuna taji ya miiba. Wanapopiga kuna wakati wanapiga kwa hivi, kwa ina maana inazidi kushika na kuingia kwenye fuvu la kichwa chake, miiba. Kwa hiyo Pilato hakuwa anajua, lakini anatimiliza kusudi la Bwana bila kujua, kwa sababu mwenyewe aliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wale walikuwa ni wahanga wa kusudi la Mungu, wanatimiliza kusudi la Mungu bila wao kujua. Ndivyo alivyokuwa na huyu askari Longinus, alivyochukua mkuki wake na kumpiga ubavuni, na alilenga moyo ulipo. Tambua, hawa ni maaskari, nimekuambia ni watu waliokuwa wamefunzwa mambo hayo. Kwa alilenga mkuki wake hapa kwenye moyo. Ni mkuki, sio kwa kugusagusa hivi, kuchoma kama vile wanavyochoma wakiwa vitani wanapambana. Ndivyo walivyochoma. Kwa hiyo moyo utakuwa salama? Hapana, moyo ulichomwa. Mapafu yatakuwa salama? Hapana, mapafu yalichomwa. Akiwa ameshakufa tayari, lakini walifanya hivyo. Kwanza unabii unatimia, mifupa yake haitavunjwa. Hata askari mwenye nguvu alipokuwa anatupa mkuki wake, hakupitisha, yani litokea tu, hajagonga mfupa. Hakugonga mfupa wa Yesu. Hakuna mfupa hata mmoja uliovunjika. Ni kama kama unakumbuka siku kulikuwa na vita, Ahabu yuko vitani na mfalme Yehoshafat na mfalme wa Edom, na nabii ameshatabiri kwamba Ahabu atakufa huko vitani. Yeye akawa amevaa nguo zingine sio za kifalme. Kwa hiyo na wameelekezwa wamuue Ahabu tu, maaskari wafuatilia wamuue Ahabu tu, lakini hawamuoni maana amevaa kawaida. Wafalme walikuwa na nguo maalum wanazovaa, lakini askari mmoja akaachilia mshale bila kulenga, lakini ule mshale ulimfikia nani? Ahabu. Ni muhimu sana kujua haya mambo ya rohoni yanavyoenda. Kwa hiyo kuna watu hujikuta wametimiliza kusudi la Bwana pasipo wenyewe kujua. For they may be under an influence of a spirit. Wanaweza wakawa chini ya ushawishi, chini ya nguvu ya roho fulani, na pasipo wao kujua wakajikuta wanatimiliza kusudi la Mungu. Kwa hiyo hata yule askari miguu haijavunjwa, ndiyo, na penyewe wanatimiliza unabii, na pia watamtazama waliyemchoma anapiga mkuki. Lile la mkuki hakuwa ameelekezwa, ila anafanya. Lakini yote mawili yanatuthibitishia kwamba maaskari waliona hajafa, na kuweka kwamba sasa hata kama atakuwa labda alikuwa amezimia namna ukaribia kufa, basi huu mkuki unamalizia. Kwa hiyo Yesu alikuwa amekufa kabisa. Hebu sema, Yesu alikufa kabisa. Kwa hiyo kuwa na imani juu ya Yesu aliyesulubiwa hata akafa ndiyo inayoleta wokovu kwenye maisha ya muumini.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na kinachoshangaza, ameshakufa, wamepiga huo mkuki, damu ilitoka kwanza. Nani alichuja hivyo? Ilitoka kwanza, halafu baadaye maji. Havikutoka kwa pamoja vikiwa vimechanganyika. Kama vile wakati ule wa Musa walichukua damu ya kondoo wakaichanganya na maji, halafu ndio ikawa inamwagwa, inanyunyizwa, ikaitwa damu ya kunyunyiza. Lakini damu ya Yesu ilijitenga peke yake, damu kwanza ikatoka. Halafu maji. Vyote viwili vinatoka kwenye mwili wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Damu kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Maji kwa ajili ya utakaso. Damu kwa ajili ya ukombozi. Maji kwa ajili ya ustawi, kwenda kujibu jangwa lilokuja kwenye maisha ya wanadamu baada ya kuwa katika hali ya dhambi, ili wawe na ustawi. Ukiwa katika Kristo, unamwamini Yesu, hakuna namna kutakuwa na jangwa kwenye maisha yako. Ni swala la kuamini tu. Huwezi ukamwamini huyu Yesu tunayemsema halafu maisha yako yakawa magumu. Haiwezekani. Sema wewe labda hutaki kuweka imani yako kwenye hayo mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya mauti ya Kristo yaweza kufanya maisha yako haya yakawa yenye kustawi. Ukiwa umekombolewa kweli na Yesu Kristo kwa mauti yake, si tu umesamehewa dhambi, lakini pia umepewa utakaso, kwamba uishi katika hali ya usafi wa rohoni na wa mwilini, lakini pia umepewa neema ya kustawi. Utastawi, uyafanyayo yatastawi, kwa maana iko nguvu itokanayo na maji yaliyomtoka Yesu kwa ajili ya maisha yako. Unaweza kusema amina. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo historia nayoambia kwamba huyu askari aliyeitwa Longinus alivyokuwa anamchoma alikuwa na shida kwenye macho. Pengine alikuwa, haijaelezwa vizuri kwamba ilikuwaje. Pengine alikuwa labda nilikuwa ni makengeza, au labda alikuwa na shida ya kuona vizuri, au alikuwa na shida gani kwenye macho, au alikuwa na mtoto wa jicho, au sijui alikuwa na shida gani, kwa sababu anamchoma akiwa hapo karibu. Ile damu na yale maji kwa sehemu yalimrukia, na yalivyomrukia macho yake hapo kwa hapo yaliponywa. Hivyo ndivyo historia wanazuoni, mmoja wapo ni Josephus, anaeleza hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukaelewa mauti ya Kristo hata katika hizo story tu. Hazina uthibitisho sana kwa sababu hatunazo kwenye maandiko, lakini ni historia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni muhimu ukaona hapo mstari wa 33 nasema, lakini walipomjia Yesu na kuona ya kuwa amekwisha kufa, hawakumvunja miguu, ili utimie unabii uliokuwa umetajwa katika Zaburi, hapana mfupa wake utakaovunjwa. Ili utimie unabii uliotajwa na Zekaria, watamtazama yeye waliyemchoma. Yule askari akamchoma ubavuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wajua Yesu anaitwa
anaitwa Adamu wa pili. Adamu wa kwanza alilala, na alipolala Mungu akachukua ubavu akamtengeneza mwanamke. Adamu wa pili naye alilala. Usingizi wa Adamu wa pili ulikuwa ni usingizi wa mauti. Mwanadamu Yesu Kristo alikufa kweli. Akiwa katika hali ya kufa, damu iliyotoka na maji yaliyotoka ubavuni, kanisa la Kristo lilizaliwa. Umezaliwa kwa nguvu ya mauti ya Yesu iliyosababisha uhai wake utolewe. Uhai wake, damu na maji, na utoa uhai wangu. Na yeye amesema tuende msalabani. Tunapokea uhai huo na sisi kwa kufa. Laana zetu zinaenda kwake. Magonjwa yetu yanaenda kwake. Kukataliwa kwetu kunakwenda kwake. Tunapokea kutoka kwake uzima. Uzima wa kimungu, namna ya kimungu. Unaweza kusema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kanisa limezaliwa kutoka kwenye nini? Kwenye hilo tundu ambalo lilifanyaje? Lilitokea kwa kuchomwa mkuki na askari akiwa amekufa. Kwa hiyo damu ya Yesu na yale maji yake yakalizaa kanisa ambalo linatajwa kuwa ni mke wake, kama Eva alivyotengenezwa kutokana na ubavu wa kushoto wa Adamu wa kwanza, mke wa Adamu. Ndivyo kanisa lilivyotokea akiwa Yesu amekufa. Waweza ukasema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mauti ya Yesu ina maana kubwa sana kwenye maisha yetu. Na kila unapotaja damu, Bwana Yesu asifiwe sana, achana na maneno ambayo watu napenda sasa hivi kuyatumia. Na yabadilisha haya maji yawe damu, na badilisha sijui hii iwe damu. Achana na hayo kwanza. Yana maana yake pia. Lakini kitu cha muhimu sana nataka uelewe, kila unapotaja damu ya Yesu unataja mauti ya Kristo. Kwa nini damu ina nguvu? Kwa sababu unazungumza imani ulionayo kwa yale yaliyofanyika alipokufa kwa ajili yako. Na ndio maana uhitaji kuwa na kitu kinachoitwa damu cha mkononi. Amini tu katika mauti yake. Hiyo damu haikufa, bado iko hai mbele za Mungu Baba ikiwa ushahidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposema damu ya Yesu inanena mema, yako mambo inayozungumza kukuhusu. Damu inanena mambo kwa Mungu, sio wakati ule, sasa hivi. Lakini damu ya Yesu haiwi damu, haiwi na maana kama wewe huamini alikufa kwa ajili yako. Utembee na ufahamu huo, ufanye ibada na ufahamu huo, upige magoti kuomba na ufahamu huo, uwe kazini unafanya kazi na kompyuta yako na ufahamu huo, uwe msafiri na ufahamu huo, uwe katika kila jambo nafanya ukiwa unajua Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zangu. Yesu alikufa ili laana zote zilizokuwa juu ya maisha yangu ziondolewe. Yesu alikufa ili nipewe maisha mapya. Najua alikufa kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe. Hilo lazima uwe nalo katika ufahamu. Hebu sema amen. Alikufa ili wewe uishi. Alikufa ili hukumu ya adhabu uliyokuna stahili, Warumi 8 mstari wa 1, isiwe juu yako wewe. Uwe huru mbali ya hukumu ile. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukishajua Yesu alikufa kwa ajili yako, basi mambo mengi sana katika maandiko yanakuwa yanabeba maana. Yanabeba nini? Maana. Hebu turudi kwenye Warumi sura ya 6. Biblia inafundisha yote mawili, kwamba Yesu alikufa kwa ajili yetu, lakini hasa kinachosisitizwa, alikufa mahali petu. Hebu sema, alikufa mahali pangu. Yani ilikuwa nife mimi, badala ya mimi kufa akafa yeye. Ndio maana ya yale maneno, ilikuwa nife mimi, lakini badala ya mimi kufa akafa yeye mahali pangu. Ilikuwa nikataliwe, nitemewe mate, nifanywe duni, nidunishwe, nifanywe hivi, nipigwe, nifanyeje, yote hayo Yesu akayapokea ili mimi niwe huru. Ndio maana imeandikwa, hakuna tena hukumu ya adhabu kwao walio katika Kristo Yesu. Sasa turudi kwenye Warumi sura ya 6 uone Biblia inavyosema. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Warumi sura ya 6, tuanze na mstari wa 3. Anasema, hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama tulivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika tutaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake, tukijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye, tukijua ya kuwa Kristo akisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Maana kwa kule kufa kwake aliifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amwishia Mungu. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi, jihesabuni kuwa wafu kwa magonjwa, jihesabuni kuwa wafu kwa laana, jihesabuni kuwa wafu kwa chochote ambacho dhambi ilileta. Kwa maana alivyokufa mlikufa pamoja naye, na alipozikwa mlizikwa pamoja naye, na alipofufuka mlifufuka pamoja naye. Na hilo jambo, kwa sababu ni jambo la rohoni mnalolipata kwa njia ya imani na ni kwa njia ya ukiri, ndio maana huwa inalazimisha tubatizwe. Na kuna wengine hapa hamjabatizwa,
tunabatizwa ubatizo huo ambao tunabatizwa sisi, ubatizo wa maji mengi, sio mapokeo ya dini fulani. Ni kwa sababu ninaamini nilikufa pamoja naye, ndio maana nazama ndani ya maji, ikiwa ni ishara ya kufa pamoja naye. Na ndio maana ninainuliwa kutoka kwenye maji, ikiwa ni ishara ya kufufuka pamoja naye, nipate kuishi maisha mapya katika upya wa uzima. Sasa nisizungumze ubatizo, nazungumzia juu ya kilichotokea wakati Yesu anakufa. Ulikufa pamoja naye, si tu kama tunavyoambiwa kwenye makanisa yetu ya Kikristo, amekufa kwa ajili yetu, tukaimba na pambio, lakini hutambui, you never appreciate kwamba you dead together with him. Yani yule mtu anaitwa labda Masanja, ana mikosi, huwa watoto wake hawazai, huwa watoto wake lazima wapate ukimwi, huwa lazima yeye mwenyewe apate kansa, huwa lazima akifika umri fulani awe na ugonjwa wa moyo, akifika umri fulani lazima afe. Hata kama hautakuwa ugonjwa, itakuwa ni ajali, anakufa bila kuzeeka. Haya ni mambo yote ambayo kila siku tunawaambia, mambo ya laana, mambo ya nini, yataendelea kukufuata hata ukitoa sadaka nyingi namna gani, hata ukifanya mambo gani sijui, hata ukiombewa na wahubiri dunia nzima, yataendelea kukufuata kama hutaelewa jambo hili, ya kwamba ulivyokufa ulikufa pamoja naye. Na kwa hiyo huyo mgonjwa, huyo mwenye laana ya uzazi, huyo mwenye laana ya kutokuolewa, huyo mwenye shida hizo zote, alikufa. Alikufa na akazikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Yesu alipofufuka, alifufuka katika upya wa uzima. Na ndio maana hata waliomzoea sana hawakumtambua walipomwona. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo ilivyo. Wewe hapo hutambulikani kama ulivyokuwa mwanzo. Lakini wewe shida yako, unamtafuta aliye hai kati ya wafu. Punga mkono wako. Si tunaelewana? Kila unapokumbuka malaana ya ukoo wenu, ukayatambua sana, ukayawekea imani, unamtafuta aliye hai katikati ya wafu. Unapojipambanua kati yako na ukoo wenu ulivyo, unajipambanua na walio wafu wakati wewe ni hai. Ni kweli ule ukoo unakuhusu, lakini kabla ya kuokoka, kama unaiamini Injili kama maandiko yanenavyo, huyo mtu wa namna hiyo alishakufa, akazikwa, na anayeishi sasa sio wewe, ni Kristo akitumia mwili wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hayo mambo hayapo. Ukiamini namna hiyo, utashangaa maisha yako yatakuwa mapya. Hata kama ukoo wenu hauna matajiri, utapata utajiri kama unaamini. Hata kama ukoo wenu huwa hakuna mtu wa kuheshimiwa, utatokea huko utaheshimiwa. Labda utakuwa mchungaji, askofu, labda utakuwa mbunge, labda utakuwa mfanyabiashara mkubwa, kwa sababu mito inatofautiana. Lakini kiukweli, kama unaamini Injili hii, yaliyotokea kwa ukoo wenu hayakuhusu kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sijui naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana hiki kitu ukishike moyoni, na nguvu iliyomfufua Yesu kutoka kwa wafu itafanya kazi katika maisha yako. Hebu angalia pamoja na mimi, bado na muda mzuri. Angalia pamoja na mimi kitabu cha Mathayo sura ya 40, sura ya 27, sura ya 40, sura ya 27. Mathayo sura ya 27. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuanze na mstari wa 45.
Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba sikuwa nimemaliza yanayohusiana na kusulubiwa kwake. Kuonyesha kwamba kusulubiwa kwa Yesu kulikuwa ni kwa kutisha sana, hata jua lilitoa heshima, likazima tu, halikutoa mwanga wake, kukawa giza kwa masaa 3. Wala ambao wamekuepo hapa muda mrefu wanaweza kukumbuka kuna siku nilipohubiri ujumbe unafanania hivi, lakini nilisema hivi: Mungu hajakukasirikia, anakutabasamia. Kwa sababu lile giza lilionyesha kwamba Mungu anaonyesha hasira yake juu ya mwanadamu, na Yesu ndiye aliyewakilisha wanadamu dunia yote, waliotangulia kuzaliwa toka Adamu na watakuja kuzaliwa mpaka mwisho wa miisho ya dunia. Yesu aliwakilisha hao, na dhambi ikawakilishwa hapo kikamilifu, na ghadhabu ya Mungu ikaonekana kikamilifu. Na kwa sababu hiyo Mungu mwenyewe alitoka mbinguni akashuka. Alikuwepo hapo Palestina siku hiyo wakati Yesu yuko msalabani, akipokea dhabihu ya dhambi ambazo wanadamu walitenda kupitia Yesu Kristo. Mauti ya Yesu msalabani inaonyesha ukatili wa Mungu juu ya dhambi. Mungu hana mchezo. Lakini baada ya kufa, jua likarudi katika hali yake, kuonyesha Mungu anatabasamu. Hakuna tena hukumu ya adhabu, hakuna tena kutengwa kati ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna tena kuombewa na kuhani, utaenda mwenyewe, kwa maana wewe umeshakuwa kuhani kwa damu ya Yesu. Haleluya. Kumeanza mwanzo mwingine. Hii ni siku mpya kwa sababu kumepambazuka. Yesu alivyokufa ni mwanzo wa siku mpya, ni mwanzo wa zama mpya, ni mwanzo mpya ambao ulikuwa ni watabasamu la Mungu juu ya wanadamu, kibali cha Mungu juu ya wanadamu, mwanzo mpya wa maisha ambako sitaishi nikitamani, nikitarajia eti nitaishi alivyoishi baba yangu, alivyoishi babu wa babu, au alivyoishi mama yangu au shangazi yangu. Nina maisha mengine kwa sababu Yesu yote aliyokuwa yafanyike kwangu ameyachukua. Laana amezichukua, nguvu za giza zilizonifunga amenikomboa. Kila kitu amekiondoa. Magonjwa mwenyewe aliutoa udhaifu wetu na magonjwa yetu, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu mwenyewe akasema, Mungu wangu, mbona umeniacha? Dunia ilikuwa imeachwa na Mungu, wanadamu walikuwa wameachwa na Mungu, kisa dhambi. Hata Isaya anasema, mnasema sijui nini na nini, mnasema mimi kwa sababu ya dhambi zenu zimewatenga na mimi. Isaya 59 mstari wa 1 na wa 2. Ndio maana Yesu anasema, Eloi Eloi lama sabachthani, Mungu wangu, mbona umenitenga, mbona umeniacha? Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadamu Yesu Kristo, lakini Mungu anaangalia yeye Yesu, hana kinachosababisha nimtenge. Anasema hapana, sitakutenga. Kama unanikubali, nikubali na hao wenzangu. Ndio maana maandiko yanasema, akiwa msalabani yeye apatanisha sisi na nafsi ya Mungu kupitia mauti yake ya msalaba. Kwa maana anasema, mbona umenitenga?
siwezi kukutenga wewe. Hapana, siwezi kukutenga, siwezi kukuacha. Basi kama unanikubali, nikubali na hawa wenzangu wote. Ndivyo inavyosema kitabu cha Warumi, Warumi wa pili sura ya 5. Kwa hiyo unakuta watu wana dini zao nzuri, wanaambizana mambo mengi, wanapeana masharti na nini. Yote ni ujinga mtupu. Hakuna atakayemwona Mungu bila Yesu. Tunaingia na malango yanafunguka kwa sababu ya Yesu tu. Hakuna chochote ambacho utafanya, mifungo utakayoifanya, dhabihu utakazozitoa, utakatifu utakaoufanya, utakaomfanya Mungu aseme inatosha. No, ni kwa Yesu tu, kwa sababu yeye tu ndiye mwanadamu asiye na dhambi. Sasa watu wanajisahau sana, na tunadhani tukipata dini yenye masharti na masharia, hiyo ndio dini nzuri. Tusijue tunadanganywa, tuanze kutegemea matendo yetu, tuanze kutegemea utakatifu wetu wenye mipaka. Kwa sababu hata nikijihesabu kwenye utakatifu wote, ni utakatifu wenye mipaka. Hawi mkamilifu. Yesu tu ndiye aliyeitenda haki ya Mungu kikamilifu. Kwa hiyo unamjua Mungu na unafika katika uungu na unafika na kuishi naye kwa jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini utakuta mwingine ameweka kiburi kikubwa kwa dini anayoisalia, kikubwa kwa kiongozi wake. Yote haya tunajidanganya tu. Tumwamini Yesu. Weka tumaini lako kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasemaje? Inasema hivi, Wakorintho wa kwanza wa pili sura ya 5. Anasema mstari wa 15, tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili, ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Sasa wewe kwa nini unayawaza sana yaliyopita? Ndio maana baadaye hata ukiomba vipi, maombi yako hayatendi kazi, kwa sababu hujaamini maisha uliopewa sasa. Bado unaamini jana, maisha yako ya jana. Unajiwazia kama ulivyokuwa jana, ujiwazii kama unavyopaswa kuwa leo katika Kristo. Unaona, Biblia inaendelea kusema, lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo. Hatujapatanishwa na mhubiri yeyote. Tumepatanishwa na Mungu mwenyewe kwa njia ya Kristo. Kristo ndiye ametupatanisha na nafsi ya Mungu. Unaona, ndivyo Biblia inavyosema. Naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kwa hiyo unapoenda kumhubiria mtu habari za Yesu, unataka tu hicho kitu kitendeke, na sio wewe unayekifanya. Ni Mungu anakifanya, kwa sababu kilifanyika mara moja siku ile Yesu
kiwa msalaba. Anasema, baba yangu, baba yangu, mbona umeniacha? Na baba alikuja akasema, siwezi kukuacha. Lakini wakati huo alikuwa anatuombea. He was interceding. Inasema hivyo Isaya 53. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya 53 inasema hivyo. Biblia inasema 53 mstari wa 12, kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atagawanya nyara pamoja nao walio hodari, kwa sababu alimwaga nafsi yake atakufa, akahesabia pamoja na wakosao, walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji. Na kuwaombea wakosaji. Unaona mstari wa 10 anasemaje? Lakini aliridhika kumchubua, amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi. Kwa sababu alikuwa dhabihu kwa dhambi, mstari wa 11 sehemu ya mwisho, atayachukua maovu yao. Kwa hiyo kule kuwaombea sio maneno tu. Lile tendo alilokuwa analifanya pale, he was interceding. To intercede, kufanya maombezi. Matangazo, umeona matangazo ya wapendwa. Maombi na maombezi. Maombi na maombezi, wakati kinachofanyika wala sio maombezi. Huwezi ukafanya maombezi hapa mgonjwa amekuja unaanza kufanya maombezi. Maombezi is a serious thing. Unafanya chumbani kwako, unafanya mlimani, ni muda mrefu. Wakati unahudumu hapa unaachilia ulichopata wakati unafanya maombezi. Huwezi ukafanya hapa wakati mgonjwa mwenyewe yupo. Watu wanasema tu kwa sababu ya kutokujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu alipokuwa msalabani ndipo alifanya maombezi kwamba yani Mungu atukubali sisi kwa sababu yake. Na ndio maombezi. Hata sasa unapofanya maombezi unasema fulani asipigwe akafa, niangalie mimi. Fulani apewe uponyaji, hata kama ametenda dhambi au kukosea akakuudhi, niangalie mimi. Ndio maana ya maombezi. Unasimama mahali pa dhambi yake, unatubu, lakini kwa sababu wewe sio mwenye dhambi, unataka yule asamehewe kwa sababu yako. Umesimama mahali pake. Yesu ndivyo alivyofanya. Kwa sababu yake tumesamehewa, tumepatanishwa. Kwa hiyo Mungu anamwangalia Yesu, halafu hasira aliyokuwa nayo juu yetu anaiacha. Unga mkono wako. Nani anasema ameelewa? Somo letu bado halijaisha, tutaendelea, muda umeisha, lakini hivyo ndivyo ilivyo. Ila usisahau tulipoishia. Naomba somo linalofuata usiwe haupo, uje, ili tuendelee kufahamu. Kwa sababu watu wengi tunaimba tu mambo ya Kristo hata hatujui. Ndio maana wengine wakutana na Waislamu wakawabaisha kidogo wanaacha. Wanaanza kuwa wapinga Kristo. Maana Waislamu ni wapinga Kristo. Ndio maana msikiti wao mkubwa wa kule